Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Leo ikiwa ni Oktoba 21, siku ya Jumanne. Katika mwendelezo wa somo la 4, somo linalosema pambano linalosababisha mapambano yote. Leo tutaiangazia mada ndogo isemayo Bwana ni mpiganaji. Soma kutoka sura ya 2 aya 23 hadi 25, kutoka 12 ya 12 na 13, na kutoka sura ya 15 aya 3 hadi 11. Inamaanisha nini kwamba Mungu ni mpiganaji? Wakati kukaa kwao kwa muda mrefu kule Misri, Waisraeli walikuwa wamemsahau Mungu kwa kweli wa wahenga wao. Kama matukio mengi ya safari zao jangwani yalivyodhihirisha, ujuzi wao wa Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo ulikuwa umefifia na walikuwa na mchanganyiko wa dalili za kipagani kwenye desturi zao za kidini. Linganisha na Kutoka 32 aya kwanza hadi ya 4. Chini ya ukandamizaji wa Misri, walimlilia Bwana. Kutoka sura ya 2 aya 23 hadi 25. Na katika wakati sahihi, Bwana aliingilia kwa niaba yao. Hata hivyo, pambano linaloelezewa kwenye sura za kwanza 12 za Kutoka lilikuwa kubwa zaidi kuliko pambano la kimamlaka kati ya Musa na Farao. Kulingana na dhana ya kivita ya Mashariki ya karibu ya kale, mapambano kati ya watu hatimaye yalifikiriwa kuwa mapambano ya Mungu au miungu. Kutoka sura ile ya 12 inasema kwamba Bwana alitoa adhabu ya hukumu, si kwa Farao tu, bali pia kwa miungu ya Misri, wale pepo wenye nguvu. Mambo ya Walawi sura ya 17 aya 7. Kumbukumbu la Torati sura ya 32 aya 17. Waliokuwa nyuma ya mamlaka kandamizi na mfumo dhalimu wa kijamii wa Misri. Hatimaye Mungu yuko vitani dhidi ya dhambi, naye hatavumilia ugomvi milele. Zaburi 24 aya 8, Ufunuo 19 aya 11, Ufunuo 20 ya kwanza hadi ya 4 na aya 14. Malaika wote walioanguka pamoja na wanadamu ambao kwa wazi kabisa na kutokubadilika wanajihusisha na dhambi wataangamizwa. Kwa kuzingatia hili, mapambano dhidi ya wakazi wa nchi yamekuwa yakitazamwa kama hatua ya awali ya vita hii ambayo ilikuwa inakwenda kufikia kilele chake kwenye msalaba na ukamilisho wake kwenye hukumu ya mwisho, wakati haki na tabia ya Mungu ya upendo vitakapokuwa vimethibitishwa. Dhana ya uangamivu kabisa wa Wakanaani sharti ieleweke katika msingi wa mtazamo mpana wa kibiblia, ambapo Mungu anahusishwa kwenye pambano la ulimwengu na wawakilishi wa uovu ulimwenguni. Hatimaye kinachowekwa hatarini hapa ni sifa na tabia ya Mungu. Warumi sura ya 3 aya 4, Ufunuo 15 aya 3. Kwa sababu dhambi imeingia katika kuwepo kwa mwanadamu, hakuna awezaye kusimama katika eneo lisilo na upande wowote. Ni lazima mtu awe ama upande wa Mungu au upande wa uovu. Kwa hiyo, kwa kuzingatia mazingira haya, kufutiliwa mbali kwa Wakanaani yapaswa kutazamwe kama onesho la awali la hukumu ya mwisho. Uhalisia wa pambano kuu unaruhusu kuwa upande mmoja tu kati ya pande mbili. Unajuaje kwamba uko upande gani? Hii ni Oktoba 21, mada ikisema Bwana ni mpiganaji. Na kwa nukta hiyo, mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya mwongozo wa kujifunza Biblia, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.